Msingi wa shauri hili ni rufaa walioleta wao, ni malalamiko yao au kutoridhika kwamba Mahakama Kuu, kwa sababu hapa ni mahakama ya rufaa, wanasema kwamba hawakuridhika na maamuzi ya Mahakama Kuu na wanasema kwamba haikuzingatia kwa umakini ushahidi uliotolewa kule. Kwa hiyo maamuzi yaliyotolewa dhidi yao wa rufani wote watatu, wao wanaona kwamba hawakutendewa haki, kwa maana kule Mahakama Kuu ilikuwa imeamua kwamba wamlipe mteja wetu fidia ya shilingi bilioni 5 na fidia tena kama ya adhabu, tunaita kitaalam punitive damages ya bilioni 1. Kwa hiyo ilikuwa ni adhabu kwa wote watatu. Hukumu hii ambayo inakatiwa rufaa ilitokana na malalamiko ya mteja wetu ambaye alikuwa anawalalamikia au warufani wote kwa kutoa maneno ya tuseme ya kashfa kwa Kiswahili, kwa sababu Kiingereza tunasema defamation, ambayo yalikuwa yanamkashifu, yanamshushia hadhi, yanamchafua na yanafanya vitendo vyote ambavyo vinaendana na kumshushia mtu hadhi yake, daraja lake, na kumkosesha heshima katika macho ya jamii, kwa maana kwamba mrufani wa kwanza wakati anahutubia mkutano kule Tarime aliongea maneno ambayo yalikuwa ni ya kashfa na yakasambazwa na mrufani wa tatu, na mrufani wa pili ilionekana kwamba alikuwa mmiliki wa mrufani wa tatu. Kwa hiyo kwa mujibu wa taratibu aliwashtaki wote kwa pamoja. Hapa kwa utaratibu mahakama ya rufaa inasikilizwa na majaji watatu au ni majaji wa mahakama ya rufaa. Ndio utaratibu. Tunapokuja hii ngazi ya rufaa, hapa hakuna ushahidi. Hapa ni hoja za kisheria. Kwa sababu ushahidi unapokuwa umetolewa kule mahakama ya chini, ambayo kwa hapa sasa kesi imetokea Mahakama Kuu, ushahidi ulitolewa Mahakama Kuu. Kwa wale ambao wakuridhika wamekuja hapa kulalamika. Kwa hiyo mahakama inafanya mapitio au inarejea yote ambayo ilishasemwa kwenye mahakama ya chini. Kwa hiyo hapa ni kwa mfano tulipokuja ni hoja tu za wanasheria, wale wanasheria wa rufani na sisi wanasheria wa mjibu rufaa. Nakumbuka ilikuwa mwaka jana 2025 katikati, sikumbuki exactly, inawezekana mwezi wa 6 wa 7 hivi, kitu kama hicho. Kisheria mtu anapokuwa hukumu, uamuzi umetolewa kwamba mtu alipe fidia kiasi fulani, ikatokea ameshindwa kulipa, utaratibu zake zinafanyikaje? Kwa mujibu wa sheria, hukumu kama ni ya kulipa pesa itatekelezwa kwa kulipa pesa. Kwa hiyo yule aliyeshinda kesi kama hatakuwa hajalipwa, utaratibu ni kwamba atafanya maombi mahakamani ya kukazia hukumu katika namna mbalimbali, au akiomba kufanyike kwa vitu mbalimbali. Mfano, anaweza kaomba kukamata mali yoyote ya yule aliyeshindwa, mfano ardhi, gari, biashara, akaunti ya benki, kama kuna pesa mle zitachukuliwa. Lakini kama hizo pia zote zitashindikana, pia sheria inatoa nafasi ya yule aliyeshinda kesi kufanya maombi ya yule ambaye ameshindwa kumlipa awekwe magereza. Tunasema kama Kiingereza tunasema kama civil prisoner, mfungwa wa madai. Kwa hiyo sheria inatoa hizo njia za kukazia hukumu. Okay. Ninyi mnadhani mteja wenu aliathirikaje akiwa kama mtumishi wa muda mrefu wa serikali, ingawa alikashifiwa kama yeye binafsi, sio kama mtumishi wa serikali, aliathirikaje mteja wenu mpaka kufikia hatua ya alieleza wakati anatoa ushahidi wake Mahakama Kuu, alieleza yeye mwenyewe, na kwa sababu swala la kuathirika ni maneno yalielekezwa kwake yeye kama yeye binafsi, na utaratibu ni kwamba yeye ndo anatakiwa aje mahakamani aeleze, na alieleza kwamba amechafuliwa, amedhalilishwa, ameshushwa hadhi,
mpaka hata katika machoni kwa jamii, katika familia yake ya utumishi, alikuwa katika maisha ya wasiwasi kwa hofu kwamba sasa inawezekana hata anaweza akatolewa kwenye ile nafasi, kwa sababu tuhuma zilikuwa ni nzito, unaona. Na pia kwa sababu tuhuma zilikuwa zina tuseme elements viashiria au kuelekezwa katika mambo ya kijinai. Pia hofu, unajua katika kuathirika hatakuwa na hofu ni kuathirika. Kwa hiyo anasema aliishi katika mazingira ya hofu, kwa maana kwamba hiyo hofu ya labda anaweza vyombo vya dola vikamtia hatiani au vikaanzisha uchunguzi dhidi yake, ingawaje yeye binafsi alikuwa anaamini kwamba yuko msafi. Sasa lakini yote kwa yote, kwa sababu ni rufaa, yale yalikuwa ni maamuzi ya Mahakama Kuu. Kwa hiyo Mahakama ya Rufaa nayo itachuja na itatoa maamuzi yake kwa kadiri itakavyoona. Hii ni Tanzania Habari.